unaona kama katikati ya uti wa mgongo wake kuna tatizo kuelekea kwenye kiuno. Unaona Bwana anafungua kama kamba inaikata, na sasa hivi atasikia nguvu ya Mungu inapita kwa kasi. Unaona uponyaji wa papo kwa papo. Kwa hiyo utakuja kutoa ushuhuda, mwamba anapita saa katika michoro. Unaona Bwana anapenya saa hii, anapita. Huyu ni Yesu Mungu funuzo mambo. Asante Baba mwenye neema Yesu. Asante Bwana mwenye neema Bwana. Asante Mungu mashuhuri Yesu. Twende kwa mtu mwingine ambako Yesu ametoa muujiza wa papo kwa papo. Amina. Ndio dada, karibu. Amen. Amina. Bwana awabariki. Amina. Kwa jina naitwa Graciousness Kabano. Napenda kumshukuru Mungu tumishi vile ambavyo alikuwa hapa tunaabudu Bwana akawa anatoa uponyaji. Nilikuwa ninaumwa kweli na tumbo, nilikuwa ninavuta kwenye kitovu. Watu wao wamesikia hiyo? Kwani uliwahi ulisema kwamba tumbo linakuuma? Hapana. Huyu ni Yesu ambaye anaweza kuchunguza matatizo. Wamenazo hapa. Watu wamenazo. Yesu alisema kuna tatizo la ugonjwa nini? Wa tumbo. Wamenazo hapa. Linamsumbua hapa siku 2-3. Mama anathibitisha michoro. Hata hapo tulikuwa tunaimba nilikuwa ninavuta. Umeiona hiyo? Tupo shuhuda. Tunamshukuru Mungu kwa uponyaji. Sikilizeni, atupe ushuhuda. Nini kimetokea? Bwana ameniponya. Bwana amemponya papo kwa papo. Simama juu, shangilia ya Mwokozi. Papo kwa papo. Na hapa nataka niwaambie, sawa? Hapa nataka niwaambie wahubiri wa Injili, sawa? Wewe dada, nikuulize swali. Nilikuja kugusa tumbo lako? Maana leo kuna wahubiri wa kiume, wao wana mambo ya ajabu sana. Wanaenda kugusa matumbo ya dada za watu na wake za watu. Inakosa kwa mujibu wa Biblia. Kwa uligusa tumbo, mwamba alifunua ugonjwa na mwamba akatoa unabii wa papo kwa papo. Sasa tunamuuliza swali, umeponywa? Bwana ameniponya. Amina. Shangilia Mwokozi. Shangilia Mwokozi Yesu. Yesu, Yesu funuo. Mungu anasema sote katika lugha ya kinabii. Watu wamepata zote ba. Yesu anaweza katika kufunua. Umeelewa ba? Anathibitisha ameponywa nini? Tumbo lake kaponywa. Umeelewa? Mungu ananiambia kweli nimemponya. Asema yao Mwokozi. Umeelewa ba? Wewe dada, mahali kokote una matatizo ya tumbo, unaumwa mara kwa mara, umeenda kwa madaktari, wengine wanakuambia wewe una vidonda vya tumbo, mara wengine wanakuambia UTI imeingia kwa ndani. Umeelewa ba? Njoo kwa Yesu bingo funuo. Yeye anaweza kutoa unabii na ukapona. Umeelewa ba? Na ukija hapo usijieleze. Usitafute kujieleza. Hapa kuna fomu ya kujaza tatizo lako, alafu nabii anapelekea kwa siri. Alafu nabii akishakuja hapa, watu wote wanajua kweli nabii kaona, kumbe nabii feki. Nabii wa kweli ni yule ambaye Yesu mwenyewe anajifunua kwake na kumulika matatizo na kutoa suluhisho. Sasa swali linakuja, wakati unatabiriwa, ulipewa dawa, uliguswa tumbo, mwamba alisema tu ikawa. Kwa Yesu mwamba anasema sote katika fungu. Amina, tukusikie tena. Ndio. Ushuhuda wa pili. Ndio. Bwana tena amesema ametabiri kwamba naona vesi kwenye kiuno chake kimekazwa, yani kama Bwana amekata. Na kweli yani nanitesaga muda mrefu, inaniumaga kweli. Hata nikiwa nikilala hivi inakaza kwenye uti. Swali sasa linakuja. Hebu inama afu inuka. Haya, tuambie umeponywa hujaponywa? Nimeponywa. Wateule mmepata subira. Niliwaambia kila mtu achunguze. Yesu bingu funuo. Mambo ambayo anaweza kutoa unabii wa papo. Niliwaambia sio kesho. Leo. Mwambie jirani yako leo. Kwa nini unakaa na matatizo? Kwa nini ukae na shida wakati Yesu ana uwezo wa kufungua? Tunakualika karibu kwenye maskani ya Mwenye Saa. Baba washuhudia Yesu ana uwezo wa kutoa unabii wa papo kwa papo na uponyaji papo kwa papo. Haihitaji kesho, inahitaji leo. Ni swala tu wewe uje, na hapa huduma zetu ni bure. Bila fedha wala mali. Nauli yako tu ya kutoka huko uliko. Njoo kwenye maskani ya Mwenye Saa. Unaweza kufuatilia mtandao wetu wa YouTube wa Felix Mwaluso Ministry, na ule wa TikTok wa Felix Mwaluso Ministry, na ule wa Instagram, na ule wa Facebook wa Felix Mwaluso Ministry. Utaona namba zetu za simu. Piga moja kwa moja tutakupokea.
siku zote za ibada ni siku ya Jumanne saa 8, siku ya Alhamisi saa 8, siku ya Jumamosi kuanzia saa 8 na siku ya Jumapili kama hivi leo. Umelazwa baba. Yesu ya ibada hapa inaanza saa 3 kamili. Umelazwa na hakika imekuwa. Baada yetu wanasema kabisa kwamba Bwana ameshuhudia Yesu amefanya nini? Amemponya. Umelazwa baba. Sasa kabla hajaendelea vizuri, umelazwa huwa akilala. Sasa huyu bingwa ufunuo yule mwamba ufunuo anaifunua saa hii hapa. Huwa akilala usiku, umelazwa huwa anapata maumivu kwenye mgongo kuja kwenye eneo la hapa nyuma kwenye kichwa chake. Aseme hapa ni kweli. Umelazwa hapa. Mwamba ananiambia unaona nini? Naona Bwana kama vile anamuingiza kwenye mashine, sawa? Anampitisha kwenye nini? Kwenye mashine, ananiambia maliza tatizo lote. Bwana anasema ndio amekuponya. Amina Bwana. Nimeanza geuza shingo yako kushoto na kulia. Alafu aseme hapa nini kimetokea? Sisikii kitu. Asikii kitu. Huyu ni Yesu. Anasema, changia Mungu ashuhudie Yesu. Simama kwa miguu yako. Mwambie Yesu anaweza. Yesu anafanyaje? Anaweza. Anaweza. Mwambie Yesu anafanyaje? Anaweza. Pingwa nini? Pingwa ni mchizi wa ishara. Anaweza. Niwaambia sio kesho, habari za kesho hakuna. Ni leo hii. Yesu anakupa uponyaji. Amen. Kazi kwako wewe, nauli yako ni miguu yako. Umeelewa? Nauli yako wewe ni ile fedha utaokoa daladala. Umeelewa? Usihangaike kukaa na magonjwa. Umeelewa? Unapiga foleni hospitalini. Umeelewa? Daktari kashakupa dawa imeshindikana. Utafute Yesu. Umeelewa? Wewe umeenda kwa madaktari, umebadilisha hospitali, umehama huku, umehamia huku. Umeelewa? Sasa simtafute Yesu, tunawalika watu wote. Umeelewa? Karibuni kwenye maskani kwenye ujumbe saa. Mwana wa shule, na hapo unahitaji kujieleza. Ukija tu ekaa kwenye kiti, umeelewa? Mwambie Bwana Yesu nione. Utaona Yesu anakufuata katika flow. Atasema hapa huyu ana 1 2 3 na amekuja hapa na msiba huu. Umeelewa sasa? Unahitaji maelezo. Umeelewa? Kwenye makoshi. Umeelewa? Mwamba ananiambia watu hawa hawajakuelewa. Umeelewa? Watu hawa hawafahamu, hawajakuelewa. Nimekuambia leo nyingine ya kinabii. Umeelewa? Hapo kwa papo. Mchungaji, hii ni papo kwa papo. Hapo nini? Papo kwa papo. Huyu ni Yesu. Huyu nani? Yesu kwa ufunuo. Wananiambia, unamthibitishia. Ananiambia sasa dunia itajua kwamba Yesu anafanya kazi za wazi. Wananiambia makerubi wale. Wananiambia hapa katika ufunuo. Wanasema historia ya Biblia watu wanaifanya kuwa historia. Kwa Mungu anaambia historia ya Biblia inageuzwa kuwa uhalisia. Wakasikia miujiza ya ishara, maajabu ya kutisha na uponyaji wa papo kwa papo. Umeelewa? Mungu ananiambia nitaponya figo, nitaponya kansa, nitaponya kila aina magonjwa. Huyu ni Yesu kwangu mimi. Ndio miujiza. Wateule. Naona roho Bwana anakuja kwako. Umeelewa? Ndio nguvu za Bwana zinashuka saa hii. Nguvu za yao mkuu zinashuka saa hii. Umeelewa? Nguvu za Mungu zinashuka saa hii. Hizo hapo, roho Bwana huyu hapo. Anajaa sasa. Wasama sote kwa ufunuo. Huyu hapo. Amini inawezekana. Roho Bwana anaweza kujaa tena. Roho Bwana anaweza kujaa tena. Huyu hapo. Wasama sote. Funuzo mambo. Pingwa nini? Pingwa maajabu. Mwanasa Yesu ananiambia imekuwa. Jaza nguvu, jaza uweza, jaza macharoni, jaza ufunuo, jaza kila mahali. Imekuwa. Huyu ni Yesu, pingwa nini? Huyu ni Yesu. Amen. Shangilia mwana wa shule Yesu. Pigia Yesu makofi kwa jina lake. Na hakika imekuwa, sema ya mkosi. Amen. Watu wamenielewa sasa. Sio kesho leo. Mwambie jirani yako sio kesho leo. Mwambie ni leo Yesu anafanya. Amina. Yule Mungu ambaye ametajwa kwenye Biblia, sawa? Sio kesho leo. Huyu ni Yesu. Watu wengi wanajua huduma za kinabii zilikuwa ndani ya Biblia. Leo hazipo. Zinachomolewa ndani ya Biblia ndio hizo ambazo zinafanya kazi leo. Ni papo kwa papo. Umeelewa?